Basi mimi ni mzaliwa wa Mpika, jimbo linaitwa Mpika huko Zambia, kaskazini mwa Zambia ndio natokea kule. Wazazi wangu, babangu anaitwa Eladio Melek Chintala. Mamangu saizi ni marehemu, alikuwa anaitwa Ana Chilao Chintala. Basi mimi ni mtoto wa mwisho katika watoto 7. Ndio. Na nilizaliwa mwaka 1992. Kwa hiyo ndo mwaka ule nilipozaliwa na nikaitwa Mary. Mary wako wengi, sasa yako ilikuwa na maana ipi? Mary wako wengi, lakini wazazi wangu walimaanisha kwamba Maria mama wa Mungu. Ya kwa sababu bila shaka walikuwa wanaguswa na fadhila mbalimbali za Bikira Maria na walipenda pia na mimi niitwe hivyo ili baadaye nikue katika zile fadhila za Bikira Maria. Na kweli umefanikiwa, umekuwa katika fadhila hizi. na tunapozungumzia wazazi na familia, hatuwezi kuacha kuzungumzia malezi katika familia. Tena wewe hasa ukiwa ni kitinda mimba, tunasema kwa Kiswahili, last born. Kati ya watoto wangapi? 7. Kati ya watoto 7. Ulikuwa unadekaje? Yaani 1 2 3 4 5 6, afu ndio uko pale unaangalia kaka zako, dada. Pengine utuambie malezi ilikuwaje katika familia kipindi hicho? Mimi nimetoka katika familia ya Wakatoliki aswa. Sio Wakatoliki tu, lakini ni Wakatoliki ambao wako very committed. Wenye msimamo mkali. Wenye msimamo mkali. Kwa hiyo nakumbuka wazazi wangu walikuwa pia wananihimiza sana kwenda kusali misa. Na mimi nafikiri ni mtu ambaye ninapenda sana misa. Na nikiwa tu mdogo, hata kama kuna misa ya asubuhi saa 12 nilikuwa naenda. Na kwetu sio hakukuwa sana karibu. Kulikuwa kidogo kama sijui kilomita ngapi hizo nimesahau. Lakini lazima utembee kidogo ndio ufike kanisani. Lakini nilikuwa naenda kwa sababu wazazi wangu walikuwa wanasema kwamba hatuwezi kufanikiwa katika maisha yoyote bila kumtegemea Mungu. Na kumfahamu Mungu lazima pia tuwe watu ambao wanapenda kwenda kanisani. Kwa hiyo mimi walitulia katika malezi ya kumtegemea Mungu na kuwa committed katika masuala ya kwenda kanisani. Kwa hivyo mimi nimekuwa ni kama ni mtoto wa parokiani tu. Mimi naenda kule, tunaenda kule kwa mafada, tunachuma mapela. Muda mwingi nilikuwa mnaenda kuchuma mapela kwa mafada. Misa inaendelea, tunaenda hata nje tunachuma mapela. Kwa hiyo ni mtoto ambao kidogo mimi kama nimekulia tu parokiani pale. Na malezi hayo kwako yanakukumbusha nini hasa katika majiundo ambayo umepitia? Na mimi yale malezi yananikumbusha mambo mengi sana. Nafikiri bila yale malezi ingekuwa hata ngumu sana kuwa mtawa. Kwa sababu ndio tunapitia malezi hapa utawani. Lakini mimi nafikiri malezi ya muhimu pia ni yale tuliyopata nyumbani. Kwa hivyo mimi kwangu imekuwa ni kitu sio cha ajabu ninapoambiwa na walezi sijui nilipofika utawani lazima tuende kanisani, kwa sababu ni kitu ambacho tulikuwa tunakifanya nyumbani. Kusali nyumbani kabla ya kufanya chochote ni kitu ambacho tulikuwa tunafanya nyumbani. Na nakumbuka nyumbani pale wazazi wetu walikuwa wanatukataza kutupa vyakula. Na nyumba yetu ilikuwa kama njiani, watu walikuwa wanapita pale, wanakwenda hospitali kwa sababu mamangu mimi alikuwa ni muuguzi, wanapita pale wanaenda hospitali. Lakini mara nyingi baba alikuwa anasema au mama msitupe vyakula. Mtu anakuja pale kwetu kuomba maji ya kunywa, lazima ufikirie mara mbili. Pengine sio maji tu, anahitaji pia chakula. Kwa hivyo tumelelewa katika malezi ya kushare vyakula na watu wengine. Kwa hivyo nilivyokuja utawani, nikafika hapa utawani, nikaona masista wanavyofanya ni tunaishi maisha ya kushare na maisha ya kuwasaidia watu wengine. Kwa vile yale malezi ya nyumbani yalikuwa pia yanachachu au yanatufanya sisi tuwe watu wa kushare vitu. Kwa hivyo huku utawani mimi imenisaidia tu yale niliyopata nyumbani na huko yanaendelea. Ulikuwa na marafiki? Mimi nilikuwa na marafiki wengi sana. Wa kike kwa wa kiume? Wa kike kwa wa kiume. Ilikuwaje wakati unafanya shauri la kwamba
na kuambia mimi nataka kuwa mtawa, nataka kuwa sister. Wao walilipokeaje kama marafiki zako? Kwa sababu nafahamu kipindi hicho pia ulikuwa bado uko binti. Kwa marafiki wenzio nao kama mabinti, wengine kama wa kiume, pengine kulikuwa na ile mitazamo katika jamii. Tunafahamu mabinti wanatamani kuolewa, wa kiume wanatamani kuoa. Kwa kwako walipokeaje angali wewe ukiwa na wazo tofauti kabisa na wao? Mimi nilivyowashirikisha kwamba napenda kwenda utawani, wengine walishtuka sana. Mbona huyu anapenda vya kuandika, kwa nini asiende tu kuhusu masuala wa wanahabari? Nini kimempata, kwa nini anataka kwenda utawani? Au wa kiume? Au wa kiume. Kwa hiyo walikuwa wameshtuka, wananipatia kidogo mtazamo tofauti. Unajua ukienda kule utawani, hautaolewa, hautapata watoto, ufikirie sana mara mbili. Unajua watu wanakupatia falsafa zao. Lakini mimi nikamwambia bwana, mimi nafikiri maisha ya utawani naonekana yatanifaa sana. Nafikiri hata naweza kuwa mwandishi wa habari mtawa. Ndio. Iko kitu kipo. Nilipomuuliza kakaangu akaniambia nafikiri amewahi kuona masista wanashika kamera, wanaandika vitu. Kwa hiyo naweza tu kaenda kule kama unapenda kwa mtawa. Kwa hiyo marafiki wengine walilipokea, lakini wengine hawakulipokea. Lakini nashukuru Mungu wengine walielewa baadaye. Mpaka wakaja kuniambia, sister, sisi tunafurahi sasa hizi tumefunga na nadhiri, tunakuombea maana wewe umekuwa mwombezi wetu. Kwa lakini mara ya kwanza haikuwa rahisi.